Karibu na usisahau kugusa neno subscribe ambalo liko chini ya video yetu ili kuendelea kupata habari zetu zile za afya pamoja na michezo kwa wakati. Jambo ambalo limekuwa likisubiriwa na ulimwengu wote ni kusikia kwamba imepatikana dawa ambayo itakuwa ikitibu ugonjwa wa ukimwi ama unaweza kusema AIDS ambao unasababishwa na VVU, virusi vya ukimwi ama unaweza ukasema pia kwa Kiingereza HIV. Na kwa taarifa ambazo tumezipata ni kwamba imepatikana chanjo. Ukiwachana na tiba ama matibabu, dawa kwa sasa ni kwamba imepatikana chanjo ambayo itakuwa mtu akiitumia atakuwa ana uwezo mkubwa wa kujikinga na virusi hivyo vya ukimwi. Ni kwa maana ya kwamba ni kama zile chanjo nyingine ambazo zinatolewa kwa watoto, polio, chanjo za homa ya ini, chanjo za tetanus na zile nyingine nyingi ambazo zinatolewa si kwa watoto tu bali hata kwa watu wazima. Hivyo upande wa HIV pia imepatikana chanjo, lakini taarifa tu ni kwamba chanjo hiyo bado iko jikoni, mapishi yanaendelea. Ni kwa maana kwamba ipo katika hatua za mwisho kabisa za kuweza kutumika. Hivi sasa ni upande wa majaribio ambao hayo ndiyo hatua ya mwisho. Ikishafanyika kwa majaribio kwa upande wa wanyama kuonekana kwamba haina madhara, ndipo inahamia katika jaribio kubwa la mwisho ambapo inafanyika majaribio kwa upande wa binadamu. Na kwa hivi sasa ni kwamba Afrika Kusini na Marekani zinatarajia kuanzisha kujaribu majaribio ya chanjo mpya ya ugonjwa wa ukimwi na tayari wamekwisha anza kuandikisha watu kushiriki katika jaribio hilo. Kwa mujibu wa shirika la utafiti la Marekani NIH, chanjo hiyo inayoitwa VIR 1388 imeundwa kusaidia seli za mwili zijulikanazo kama T cells. Seli hizo ni sehemu ya mfumo wa kinga ambazo huzikagua seli za mwili zenye matatizo. Chanjo hiyo inafadhiliwa na shirika la NIH na Bill and Melinda Gates pamoja na kampuni ya Kimarekani ya Vir Biotechnology. Jaribio hilo linajumuisha watu 95 ambao hawana ugonjwa wa ukimwi kutoka maeneo 4 tofauti nchini Afrika Kusini na maeneo 6 nchini Marekani. Majibu ya kwanza ya jaribio hilo yatatolewa mwishoni mwa mwaka 2024 tu. Hata hivyo, baadhi ya watu wataendelea kuwepo kwenye jaribio hilo kwa miaka 3 zaidi. Sehemu ya kwanza ya zoezi hilo itafanya tathmini ya usalama wa chanjo hiyo na uwezo wake wa kushawishi mwitikio maalum wa kinga ya VVU kwa watu. Mwaka 2020 NIH ilisimamisha jaribio la chanjo nyingine nchini Afrika Kusini baada ya kugundulika kuwa chanjo hiyo haikufaa kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hivyo chanjo hii imekuja kwa kuzingatia changamoto ambazo zilipatikana kwa mwaka 2020 zimefanyiwa kazi na kuweza kutengeneza chanjo iliyo bora kabisa ambayo kwa hivi sasa wanaamini ina ufanisi mkubwa na itakapoingia katika mwili wa binadamu itakuwa na uwezo mkubwa wa kumkinga na ugonjwa wa ugonjwa wa ukimwi. Hivyo basi, kama sehemu ya kutia sapoti, wote tunapaswa kuweka dua nyingi sana katika jaribio hili ili chanjo hiyo inapofanywa majaribio matokeo yake yaweze kuwa mazuri zaidi, iwepo chanjo kama zilivyo chanjo nyingine ili kuweza kujikinga na ugonjwa huu ambao umekuwa ukileta madhara makubwa katika maeneo mbalimbali duniani na kuingiza hasara kwa kuanzia level ya chini kabisa kwa mtu mmoja mmoja, familia, jamii, taifa pamoja na bara
kuweza kuliingizia hasara katika matibabu yake na kuweza kupunguza nguvu kazi ya taifa katika nyanja mbalimbali. Hivyo basi tuungane kwa pamoja. Hiyo ndio taarifa. Kuendelea kufuatilia nini kitatokea, subscribe kisha weka alama kengele, tutakujuza taarifa zote endapo mambo mbalimbali yatatokea ya afya. Lakini pia zipo taarifa zetu mbalimbali ambazo tayari tumeshakwisha kuziposti katika channel yetu hii. Unaweza kujifunza mambo mbalimbali bure kabisa. Kisha kama una cha kuuliza unaweza kuacha comment yako, tukadili nayo very perpendicular kukupa jibu kwa wakati. Subscribe tukishika alama kengele kwa habari zaidi.